Tunashukuru sana. Leo hii tulikuwa tuna kikao na kamati ya maendeleo ya kata ya Mabwepande. Kama mnavyoona tuko na mheshimiwa diwani wa kata ya Mabwepande, lakini tuna mheshimiwa diwani wa viti maalum, tuna viongozi wa chama, lakini tuna wajumbe wa kamati ya maendeleo ya kata ya Mabwepande. Lengo letu lilikuwa ni kujadiliana kero za kata ya Mabwepande, lakini pia kujadiliana mipango na namna ambavyo tutaenda kutekeleza mwaka huu wa fedha 2025-26 hadi kuendelea hiyo miaka mingapi ambayo tutakuwa kwenye nafasi zetu za uongozi. Tumekagua miradi minne. Kwanza tulianza kwa kutembelea eneo la Kinondo kwenye mradi wa NSSF ambapo pia kuna eneo kwa ajili ya kujenga shule, lakini baada ya hapo tukaenda Mji Mpya ambapo kuna shule, kuna ujenzi wa madarasa, lakini pia tumepita Kitunda na mwisho kama mnavyoona tuko hapa kwenye hii barabara ya Gema. Sasa haya mambo yote ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ujenzi wa hii barabara ni viashiria na kutoa mirejesho wa yale ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba tutaenda kujengewa mabarabara. Mabarabara yameshaanza kujengwa, ikiwepo barabara hii ya Gema, tutaenda kujenga barabara nyingine pia. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba jiji la Dar es Salaam ardhi yake inatakiwa irasimishwe yote, watu waende wakapate hati. Tumekuwa na changamoto ya migogoro na nimeongea kwa kama ulivyosema, nimeongea nikiwa na uhakika kabisa kwamba tunaenda kutatua migogoro, kwa sababu kidogo na historia na migogoro ya jimbo la Kawe naifahamu vizuri. Ni migogoro ambayo inatatulika kama tukiamua kwenda kufanya kazi kweli kweli, na ndio maana hata kwenye kikao chetu nimewaomba sana wenzangu wenye viti wa mitaa, mheshimiwa diwani pamoja na viongozi wa chama tushirikiane, kwa sababu wanaosababisha migogoro ya ardhi tunawajua kwa majina. Twendeni tukasimamie misingi, tukasimamie taratibu, kwa sababu sheria zipo. Ili umiliki ardhi unatakiwa ufanye nini, unatakiwa ufuate taratibu gani. Kwa hiyo mimi binafsi, miongoni mwa mambo ambayo nimekuwa nikiahidi hata wakati nikiomba kula ni kwamba agenda yangu ya kwanza tunaenda kuhangaika na miundombinu ya barabara, lakini agenda ya pili inayofuata tunaenda kuhangaika na migogoro ya ardhi. Ya utekelezaji umeanza rasmi, miili haizuiliwi tena. Ikitokea bahati mbaya Mwanakawe amefiwa na ndugu yake, basi mwili unachukuliwa unaenda kuhifadhiwa, taratibu nyingine zinaendelea. Hilo nimelishuhudia. Iko misiba ambayo nimeshiriki, miili haijazuiliwa, na wako ndugu zangu ambao wamefiwa, miili haijazuiliwa. Kwa hiyo utekelezaji wa maelekezo yao Mheshimiwa Rais ulishaanza. Sasa kama nilivyozungumza awali, ziara yangu mimi Mheshimiwa mbunge inahusisha kata 10. Tumeanza na kata hii ya Mabwepande, sehemu ambayo mimi ndo natokea huku. Mimi ni mkazi wa kata ya Mabwepande, lakini kata nyingine 9 zilizobaki zijiandae. Kesho tutakuwa kata ya Mbweni, kesho kutwa tutakuwa kata ya Bunju, siku inayofuata tutakuwa Kunduchi, tutaenda Wazo hadi tumalize kata zote 10.